One Day Yes TV online. Sisi. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amina, amina. Ya blaza, kwa wala sio kutambua, unatambulika kwa jina gani? Mimi najitambulia kwa jina la mtumishi Malekesa Amos, ndio jina langu, mtumishi wa Yesu Kristo. Malekesa Amos. Maneno tungetamani kusikia neno lolote kutoka kwako, kwa maana ya zipo tetesi ambazo ziko mtaani kwamba una ujumbe ambao umetoka kwa Mungu, na watazamaji wanatamani kusikia au ujumbe unasema nini kuhusiana na wao wanadamu wote na wakazi wa kambi ya Nyarugusu. Ndio, kuna ujumbe ambao nimeuleta, lakini sio mimi. Umekuja katika mkono wa Bwana, kwa maana siwezi nikapanga tu mwenyewe bila kuwezeshwa na Kristo. Kwa ujumbe huu umekuja kwa sababu ya vijana, na Mungu anataka ongee na vijana katika dunia hii, kwa maana mimi ananitumia kama chombo, lakini ujumbe unatoka kwake, na sio mimi ambaye atakayeongea, bali itakuwa ni yeye kupitia mimi. Ndio ujumbe ambao nitaka kutoa kwa siku ya leo, na maana ni kuhusiana na vijana, ambayo ukisikia ujumbe huu lazima utabadilishwa. Lazima makazi yako yabadilishwe, tabia zako zibadilishwe. Kwa hiyo nitamshukuru Mungu kabisa kwa nafasi ya leo, kama itawezekana aweze kuniwezesha ili kwamba nipate kutoa ujumbe huu kadri na makusudi yake. Kabla ya kutoa ujumbe huo uliopewa na Mungu, tungeomba uweze kufungua kipindi kwa maombi, kwa sababu ni masuala ya kiroho. Uweze kutoa ujumbe kutoka kwa Mungu kama unavyotoa ujumbe wa mataarifa mengine ya familia ya vingine na vingine kadhalika, ujumbe wa kazi. Huu ni ujumbe kutoka kwa Mungu. Tungeomba ufungue kipindi kwa maombi, kwa sababu hichi ni kipindi ambacho kipo kiroho zaidi. Ndio, na mimi nawaza hilo swala, kwa maana siwezi nikaanza kipindi bila kumkaribisha Mwenyezi. Tukisema Mwenyezi, na maana tunazungumzia kuhusiana na Roho Mtakatifu, kwa maana yeye ndo anayetuwezesha. Kama mimi na wewe tuko hapa sasa hivi ni kwa sababu yake. Hatuwezi tukaanza tu kitu, tukaanzisha kitu bila kwanza kumkaribisha. Kabla yote ningeomba tufumbe macho ili kwamba tuweze kumkaribisha yeye Mwenyezi aweze kusema nasi kupitia ujumbe huu. Mtakatifu, mtakatifu Yesu Kristo, Baba milele yote, Bwana tunasema asante tena kwa kibali hicho ambacho ulikwenda ukiachilia kwa siku ya leo kama hivi mtakatifu. Ujumbe ambao ulikwenda kukusudia Bwana wana wako wapate kusikia, tunaomba Bwana uweze kutuwezesha. Roho Mtakatifu anaendelea kusema nasi. Tunaendelea Bwana kualika moto wako na nguvu zako Yesu Kristo, ili kwamba wale watu ambao watakwenda kupata ujumbe huu wapate kusikia sasa mapenzi yako. Fungua Bwana kila aina Bwana ambayo wanadamu watakwenda kuwekwa na shetani. Uifungue mtakatifu, ili kwamba ujumbe huu upate kupenya, upate kuwezesha, ili kwamba waweze kufikia kile kitu ambacho ulikuwa ukikusudia. Niko tukufu katika jina la Yesu Kristo aliye mwamba na mwokozi wetu, tukiendelea kuomba na kuamini. Amen. Amen. Basi moja kwa moja tuanze kwenye ujumbe. Kama ulivyodai, ujumbe unalenga vijana. Direct tuende hapo kwenye vijana. Vijana wamefanyaje na wakoje, na ni vitu gani ambao wanavifanya ambao viko kinyume na mapenzi ya Mungu? Ndio, tukiangalia dunia sasa hivi, ambao wana nguvu ni vijana, na ambao wana makusudi ya Mungu ni vijana. Tuseme, nikisema kusudi na maana nataka kumaanisha nini? Tuseme watu ni wengi sana, kuna wazee, kuna watoto, kuna vijana, lakini vijana wana uwezo wa kupeleka dunia ikafika hatarishi. Lakini pia vijana wanaweza tena kuharibu dunia endapo watataka. Lakini ujumbe kama huu umefika kwa sababu vijana inatakiwa watengeneze maisha yao. Wakitengeneza maisha yao na Kristo, watawezesha watoto ambao wanakuja hapo mbeleni, ili kwamba na wao wapate kupata kile kitu ambacho Kristo ametaka wao wakipate. Kwa hiyo ujumbe huu unalenga sana vijana, na nitakwenda kuzungumza kijana ni nani na kijana ni yupi. Endapo utakwenda kusikia ainisho ya neno kijana, basi utakwenda kujigundua kweli wewe ni kijana. Na bila kijana mambo hayaendi. Ndio maana sasa hivi bado tuna nguvu, tunapumua, tuna pumzi. Tumewezeshwa na Mungu kwa sababu tuweze kuishi makusudi ambayo yeye mwenyewe amekusudia. Kwa hiyo ujumbe huu kabisa unalenga vijana, na Mungu ametaka kabisa siku ya leo apate kuongea na vijana. Kwa hiyo kama wewe ni kijana, basi itakuwa ni vizuri ujumbe huu ukautekeleza na ukausikia na ukauchukua kama jinsi Roho Mtakatifu alivyoleta kwako. Ndugu mpenzi mtazamaji wa One Day Yes TV online, endelea kuwekeza muda wako kusikiliza ujumbe kutoka kwa mtumishi wako kutoka katika kanisa la Winners Church hapa
mazingira ya R1 Village ndio tuko na mtumishi na anakwenda kutupa ujumbe ambao ametumwa na Mungu. Ndio mtumishi, tunakusikiliza, ujumbe huo unasemaje ambao umetumwa kutoka kwa Mungu? Ndio, ujumbe huu ambao umetumwa kutoka kwa Mungu unasema hivi: kijana, ijue kusudi ya Mungu katika maisha yako maadamu una pumzi. Huo ndio ujumbe ambao umetoka Bwana. Nasema kwamba kijana, ijue kusudi ya Mungu katika maisha yako maadamu una pumzi. Tukija kuangalia katika sasa hivi tunashindwa kujua kusudi la Mungu kwa sababu tunaendelea kuringa, tunapumzi, tunapumua kila itwapo leo, lakini Mungu ana makusudi nasi sisi vijana. Kwa hiyo tunatakiwa kwanza tujue kusudi la Mungu au kusudi ya Mungu ambaye ameiwekeza ndani yetu. Usipojua kusudi ya Mungu, wewe bado utakuwa mfu hai. Utakuwa naishi lakini lazima utakuwa wewe ni mfu ambaye yu hai. Kwa hiyo ujumbe huu kabisa umekuja kwa ajili yako ili kwamba upate kupata kile kitu ambacho Mungu anataka akiweke ndani yako au akiwekeze ndani yako. Kwa hiyo huo ndio ujumbe ambao umeitwa, tena narudilia, kijana, ijue kusudi ya Mungu katika maisha yako maadamu una pumzi. Katika topic hii au katika somo hili tunakwenda kuona maneno kama matatu na nitakwenda kuyafungua kadri Roho Mtakatifu atakavyokwenda kuniongoza. Ya kwanza nasema kijana, tunataka tujue kwanza kijana ni nani. Kwa maana tu tukasema kijana tu tukashindwa kuelewa kama kijana ni yupi. Kwanza ainisho neno kijana nasema kwamba kijana ni mtu yote yule ambaye bado ana nguvu. Kwa unaweza kuwa kijana lakini huna nguvu, wewe bado hujawa kijana. Lakini endapo una nguvu basi wewe ni kijana. Hajalishi ni mzee, hajalishi una umri gani, lakini maadamu una nguvu na maana wewe bado ni kijana. Kwa hiyo tunakuja kuona kijana ni mtu yote yule ambaye bado ana nguvu. Pia tumekuja kuona neno ambalo linaitwa kusudi. Baada ya mimi kuongea neno kijana, kwanza nitabidi nirudi nyuma kidogo nisome andiko kuhusiana na neno kijana niliweke wazi, kwa sababu tunazungumzia zaidi sana katika nafasi ya kijana. Tukija kuangalia kitabu cha Misali 20:29, neno la Mungu linasema kwamba fahari ya vijana ni nguvu zao wenyewe na uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi. Kwa hiyo tunakuja kuona fahari yetu sisi vijana ni nguvu zetu. Kwa hiyo tumeangalia kijana ni mtu ambaye bado ana nguvu. Kwa hiyo kwamba tupate mafanikio lazima tuwe na nguvu. Ndio maana Biblia inasema kwamba fahari yetu sisi vijana ni nguvu zetu. Kwa hiyo natumaini umeshakwenda kuelewa neno kijana ni nini au kijana ni yupi au kijana ni mtu yukoje. Kwa hiyo tukiendelea kuangalia neno la pili ambalo linasema kusudi. Kusudi ni nini? Tukiangalia kusudi na maainisho mengi sana. Lakini kwa siku ya leo Roho Mtakatifu atakwenda kuongea tu ainisho moja ambayo inasema kwamba kusudi ni kitu chochote ambacho kimekusudiwa chini ya mbingu. Kwa maana hakuna kitu ambacho kinapitika chini ya mbingu kisichokuwa na kusudi. Kwa hiyo tunakuja kuangalia chochote ambacho tunakifanya. Kama sasa hivi nimesimama hapa mbele zako nikikuhubiria neno la Kristo, ina maana kusudi la Mungu tayari imeshakuwa mahali hapa. Ina maana wewe kusudi umeshapangwa na Kristo, ameshapanga hivi siku ya leo mtumishi Malekesa atakwenda kuhubiri neno au somo ambalo linahusiana na vijana. Kwa hiyo tunaangalia ni kusudi. Chochote ambacho tunakifanya hapa chini ya jua kinalenga kusudi. Haijalishi ni mtu au ni Mungu. Kwa hiyo tukiangalia katika kitabu cha Mhubiri 3:1 inasema kwamba kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo chochote ambacho tunakifanya sisi kwa sasa hivi lazima kiwe na kusudi. Unaweza kuwa unasikia neno la Mungu, unanitazama, lazima uwe na kusudi. Unakusudia kitu fulani ambacho unataka kukipata kutoka kwangu, kwa maana unanitazama. Au unaweza kuwa unasoma masomo, unakusudia kusema kwamba siku moja nikimaliza masomo nitapata diploma, nitakuwa mtu fulani. Kwa hiyo chochote kile ambacho tunakifanya hapa chini ya jua lazima kiwe na kusudi. Pia tunakuja kuona neno ambalo linasema maadamu. Maadamu ni nini? Maadamu ni neno ambalo linasema kwamba maadamu ni muda uliopo kwa wakati wa sasa. Ina maana tukisema neno maadamu, neno toka Bible, toka katika Biblia, ambalo linamaanisha nini? Ambalo linamaanisha muda wowote ule kwa wakati uliopo au kwa wakati wa sasa. Tukija kukiangalia katika kitabu cha Yohana 12:36 inasema kwamba maadamu nuru inapatikana, iaminini nuru hiyo ili mpate kuwa wana wa nuru. Kwa hiyo tukiangalia neno maadamu inataka kutuambia nini? Kristo anataka kuzungumzia nini katika hii point? Inasema kwamba
Maadamu pale nuru inapatikana, na maana muda uliopo au muda wa sasa nuru bado inapatikana. Inatakiwa tuamini hiyo nuru kwamba tuwe wana wa nuru. Kwa hiyo tusipoamini nuru hatuwezi tukakuwa wana wa nuru sisi kama vijana. Kwa hiyo tukija kuangalia sasa hayo maneno tumeshakuja kuyajua na tukajua kabisa kiundani zaidi maneno hayo yanamaanisha kitu gani. Tunakuja kuangalia katika maisha yetu vijana waga tuna hali tofauti tofauti. Unakuta kijana anakuwa anaishi maisha ambayo hayampendezi Mungu, lakini siku moja ukikufa au ukiachana na mwili, kwa sababu hapa tuna mwili alafu pia tuna roho. Kwa hiyo mtu akifa lazima mwili utangane na roho. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na hali nzuri ambayo inatakiwa impendeze Mungu. Hapa tunakuja kuona inasemaje hapa ainishwa neno hilo. Cha kwanza tunakuja kuona hali ambayo kijana anatakiwa kuwa nayo. Kwa wewe kama kijana lazima uwe na hali ambayo inakuwa ni hali safi, hali nzuri, hali ambayo inampendeza Mungu. Kwa hiyo unatakiwa ujijengee mazingira ya wewe kama kijana kuwa kabisa na hali ambayo inampendeza Mungu. Tukija kuangalia katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 4:12 neno la Mungu linasema, mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa hao waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Kwa hiyo tunakuja kuangalia hapo kuna vitu ambavyo vimezungumzwa au kuna maneno ambayo yamezungumzwa, na nitakwenda kufungua neno moja baada ya nyingine ambayo imezungumzwa katika kitabu hichi cha Timotheo wa pili 4:12. Kwa hiyo tunakuja kuangalia neno la kwanza ambalo kijana anatakiwa awe au kitu cha kwanza ambacho kijana anatakiwa afanye. Cha kwanza tumeona ni usemi. Usemi ni nini? Tukiangalia sisi kama vijana tunakuwa na usemi tofauti tofauti. Tunakuja kugundua ukiangalia kijana vizuri, ukimtazama vizuri, unakuja kuona anakuwa na matamshi ambayo yafanani kiungu. Ukiangalia tu jinsi anavyotamka, unakuja kuona huyu mtu hafanani na kiungu au hafanani na Mungu. Ina maana maisha yake kabisa hayapo mbele za Mungu. Lakini sasa tunakuja kuona neno usemi. Usemi ni nini? Usemi maana yake ni matamshi. Maneno unayotamka yanatakiwa yawe ya hekima. Popote ambapo utakuwa wewe kama kijana lazima ujifunze kuwa na maneno ambayo yana hekima. Unatamka, mtu akikusikiliza unavyotamka lazima agundue huyu mtu bado ana hekima. Kwa hiyo maneno ambayo utakuwa unatamka lazima yaoneshe kabisa wewe una hekima. Alafu neno la pili tunakuja kuona nasema ni mwenendo. Tunakuja kuangalia vijana wanakuwa na tabia isiyokuwa sahihi, mwenendo wao unakuwa umpendezi Kristo. Unakuta kijana anakuwa anaishi njia ambayo hata Kristo akitazama anasema hapa bado kabisa huyu hajawa kijana ambaye nimependezwa naye. Mwenendo ni nini? Mwenendo tunataka kuangalia mwenendo ni yale ambayo umejijengea wewe mwenyewe binafsi. Mwenendo, na Kristo anataka sisi tuwe na mwenendo wa utakatifu. Na maana muda wote ambao tunakuwa tunaishi hapa chini ya jua, maadamu tunapumua, lazima tuwe na mwenendo wa utakatifu. Kwa hiyo tunaulinda utakatifu kwa maana Kristo anahitaji kila kijana awe na utakatifu ndani yake. Kwa hiyo tunakuja kuangalia neno mwenendo, ina maana hali yote ya kitakatifu ndio ambayo tunatakiwa tuiendee ili kwamba tupate kuwa wana wa Kristo, tupate kuwa vijana wa Kristo. Unakuja kuangalia neno ambalo linafuata neno gani, linasema kwamba upendo. Upendo ni nini? Unatakiwa uwe na upendo katika maisha yako. Chochote ambacho unakifanya lazima ufanye kwa upendo, kwa sababu Kristo ameshaongea katika Bible, anasema kwamba lolote lile ambalo tutakwenda kulifanya lazima tulifanye katika upendo. Kwa hiyo tusiangalie mtu anateseka, anahangaika alafu tukachilia maisha yake mbali au tukamtupia mbali. Natakiwa tuoneshe upendo ili kwamba Kristo awe ndani yetu, kwa maana Kristo mwenyewe ni upendo, amekaa katika upendo. Ndio maana alikuja kutukomboa sisi kama wanadamu. Kwa hiyo natakiwa tu tunatembelea kwenye upendo sisi kama wanadamu. Tukiangalia neno la tatu nasema kwamba imani. Imani ni nini? Imani na iwe sana katika maisha yako kila kijana ambaye anamwamini Kristo. Kwa imani sio tu kuamini mimi kesho nitapata fedha. Imani sio tu kuamini baadaye nitakula. Tuzungumzie imani la kula au kupata fedha. Tunazungumzia kuhusiana imani ambalo wewe unatakiwa kulichukua, kuamini Yesu Kristo katika moyo wako. Na maana Yesu Kristo anatakiwa awe ndani ya moyo wako, muamini siku zote za maisha yako ambao unaishi hapa chini ya jua. Kwa unatakiwa imani iwe kabisa ndani ya maisha yako. Nakuja kuangalia pia ni usafi. Kijana kama kijana anatakiwa awe na usafi. Sio kijana unakuwa unavaa sijui manguo ambayo eleweki, unakuwa unakaa kabisa katika hali ambazo hazieleweki. Wewe kama kijana unapiga madredi sijui hali ambayo haikufanani unakuwa nayo, sijui unataka kuvaa nguo ambazo hazimpendezi Mungu. Sijui kuna manguo ambayo yanaitwa sijui manguo gani haya yanakatika katika kutoboka, unataka utembe nayo ili kwamba uheshimike katika jamii. Ni jambo ambalo haliwezekani kabisa wewe kuvaa hizo nguo alafu katika jamii unataka kabisa watu wakupatie heshima. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa usafi unakuja kuona usafi katika maisha ya usafi unatakiwa ujijengee mwenyewe.
usafi wa mwili pia na usafi wa roho. Tukizungumzia kuhusiana na usafi wa mwili, na maana muonekano wako unatakiwa uonekane katika jamii, kwa sababu muonekano wako ukionekana katika jamii, basi kila mtu ataangalia hali yako na atapendezwa na ile hali, lazima atafuata hali yako naye atakuwa kama wewe siku moja. Lakini kama wewe kijana unakaa katika hali ya uchafu, unavaa nguo ambazo hazieleweki, hata watoto ambao wanakuja lazima watakukopi hivyo hivyo. Kwa sababu gani? Ndio hali ambayo umejijengea wewe mwenyewe na unataka watu wakuchukulie na hali kama na hiyo. Kwa sababu gani? Tukikuwa sisi kama kijana au sisi kama vijana, inatakiwa tujenge maisha yetu katika Kristo, kwa maana Kristo atatuongoza na Roho wake Mtakatifu. Tusifanye hivi, fanya hivi. Tusifanye hivi, fanya hivi. Kwa sababu gani? Kristo atakuwa ameshaweka makao ndani yetu. Sasa tunakuja kuangalia pointi nyingine, nasema kwamba kwa nini bado unaishi mpaka sasa? Hii ni swali na nitaleta jibu ili kwamba tujue kwa nini mpaka sasa tunaishi. Sisi kama vijana tunaishi kwa sababu gani? Unakuta watu wengine wanakufa lakini wewe bado unaishi. Unaishi kwa sababu gani? Swali lako ambalo ninalo hapa au nitakuja kutoa na jibu, nasema kwamba unaishi mpaka sasa kwa sababu Mungu ana kusudi na wewe. Tukiangalia hapo awali tumeshatoa neno kusudi. Kusudi tunazungumzia kitu fulani, na tumeshazungumzia kusudi, tumeshajua maana ya neno kusudi. Kwa sababu tukiangalia vijana wengi wanafariki, lakini wewe kijana ambao unanitazama sasa hivi bado una pumzi, unaishi. Unatakiwa ujenge maisha yako katika Kristo. Ndio maana unaweza kujiuliza, mbona mimi nabaki alafu watu wengi wanakufa? Sijui vijana wenzangu, rafiki zangu nilikuwa nayo pamoja wamefariki, lakini mimi bado nipo. Kwa nini mimi bado nipo, na kwa sababu gani bado naishi? Au uishi kwa sababu ya ujanja wako? Unaishi kwa sababu Kristo yupo ndani yako na anakusudi na wewe. Anahitaji siku moja ukaingie katika kazi yake, ukafanya kazi yake, ukaokoe nafsi ambazo zilizokuwa zikipotea. Ndio maana bado unaishi. Kwa hiyo usijinadi na kusema kama unajigamba ili kwamba uonekane kabisa wewe ndio mjanja. Hapana. Unaonekana wewe ni mjanja maadamu unaishi katika Kristo. Ndio maana unaonekana wewe ni mjanja. Kwa hiyo tunakuja kuangalia unaishi kwa sababu gani. Cha kwanza, unatakiwa kutengeneza maisha yako hapa chini ya jua. Kwa maana bado kama unaishi, na maana Kristo bado anakusudi na wewe. Hataki wewe ukapotee, kwa sababu Kristo hajaja hapa ili kwamba apoteze mtu, na hajataka mtu apotee. Ndio maana mpaka sasa hivi Kristo bado hajaja. Anataka wewe kwanza utengeneze maisha yako, uwe naishi maisha utakatifu, ili kwamba akija aje akuchukue kukute wewe ni mtakatifu. Lakini ukiwa naishi kusema kwamba mimi naishi ya siku nikitaka kufa ndo nitatubu, hiyo ni hali ambayo inakupeleka katika moto wa jehanamu. Kwa sababu usikasema kwamba eti mimi nitatubu nikitaka kufa. Hakuna mtu ambaye ajuae siku wala saa ambaye anasema kwamba hii ndio siku ambayo nitafariki au siku hii ndio siku yangu ya kufa. Hakuna mtu ambaye ajuae, bali ambaye anajua ni Mungu. Kwa hiyo anakuacha bado uko hai. Kwa sababu gani? Anakuacha kwamba uko hai ili kwamba siku moja akirudi akute wewe ni msafi, mtakatifu na utukufu wake upo juu yako. Kwa hiyo unaishi kwa sababu Mungu bado ana mpango na wewe. Tunakuja kuangalia hapa katika kitabu cha Yohana 3:16, neno la Mungu linasema kwamba kwa jinsi Yesu Kristo au Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kwamba kila muaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Tunakuja kuangalia wewe ambao unaishi sasa hivi hautaki kutengeneza maisha yako. Kwa sababu gani hautaki kutengeneza maisha yako? Kristo anakuangalia na kusudi na wewe utengeneze maisha. Ukishatengeneza maisha yako, basi Kristo atakuwa na furaha na wewe. Kwa sababu gani? Aliuacha utukufu wake mbinguni, akaacha mbingu ili kwamba aje akukomboe. Kwa sababu aliacha mbingu ili kwamba aje akukomboe wewe, ni kwa sababu una uzima wa milele. Na mtu akiwa na uzima wa milele lazima akombolewe. Ni kama vile unaweza kuwa unaishi na wazao watoto wako, lakini ukiona watoto wako wanatembea njia zisizokuwa sahihi, lazima utafanya jitihada wakomboe ili kwamba uwarejeshe katika ufalme. Kuna historia fulani ambayo nitaitoa sasa hivi kifupi, ni kwamba kuna mzee fulani alikuwa na mtoto wake. Sasa bahati mbaya mtoto akaenda chooni. Yeye kufika chooni, ile mtoto alitereza akaingia katika tundu la choo. Alivyoingia katika tundu la choo, baba kama baba alisimama, kaja kabisa mbio mpaka katika lile tundu na kuingia na kuzama ndani. Aliingia mle ndani akazama kabisa, haijalishi mna vinyesi, haijalishi mna nini. Akaingia akachukua mtoto akamweka juu. Bahati nzuri mama alikuwa juu naye akamwokoa ule mtoto. Ina maana baba yuko tayari kufa lakini mtoto asifi. Ndio kama Kristo anavyotupenda. Kristo yeye ameona autoe utukufu wake, ajitoe mwenyewe afe kwa ajili yangu mimi na wewe tupate wokovu. Just imagine ndugu yangu, jiulize sasa hivi unaishi maisha gani ambayo yanampendeza Kristo? Kristo akikuja hapa akikuuliza kwa nini hutaki kutoa maisha yako, utamwambia kitu gani au utamjibu nini? Kwa nini unatakiwa ujenge maisha yako maadamu bado unapumua? Kwa sababu gani? Kristo bado anakusudi na wewe, amekuja kukuokoa. Imagine alipigwa vya kutosha,
akadharauliwa, akatemewa mate, ni kwa sababu mimi na wewe sisi kama vijana tuweze kupata wokovu. Lakini sasa wokovu huu hatutaki kusamanisha. Kwa sababu gani? Inakuwa si hali nzuri. Natakiwa tutengeneze maisha yetu, ndio maana maadamu sasa hivi tunapumua. Unakuja kuangalia hali ya kijana yoyote au hali ya kijana ewaye yote yule ambayo anatakiwa kuwa nayo. Tunakuja kuangalia, tutaenda kuzungumzia katika vipengele kama vingapi endapo maadamu Roho Mtakatifu atakwenda kutufunulia. Tutakuja kuangalia kabisa hali ya kijana ambayo anatakiwa kuwa nayo. Kijana kabla yote, kitu ambacho anatakiwa kuwa nacho sasa hivi cha kwanza ni neno la Mungu au kupenda neno la Mungu. Tukisema neno tunamwona Kristo mwenyewe, kwa sababu tukisoma katika kitabu cha Yohana 1:1 inasema kwamba hapo mwanzo Mungu hapo mwanzo palikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo tukiangalia neno ni Mungu, kwa sababu ukipenda neno ina maana hapo unakwenda kupenda Mungu. Hicho hapo ni kipengele cha kwanza. Tunakuja kuangalia hali ya pili ambayo kijana anatakiwa awe nayo. Tukiangalia hali ya pili ambayo kijana anatakiwa awe nayo, first of all tunakuja kuangalia katika kupenda neno. Kwanza kabla hatujasonga mbele, tunakuja kuona katika kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 11 inasema kwamba moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Kwa tukiangalia wewe kama kijana, kama umeweka neno la Kristo moyoni mwako, lazima utapita njia sahihi, au utakwenda kumtenda dhambi. Kwa sababu gani? Umeweka neno lake ndani ya moyo wako. Kwa hiyo tukiangalia, ukipenda neno lazima neno litakuwa ndani yako. Alafu pia tukikuangalia katika kitabu cha Wakolosai 3:16 neno la Mungu linasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Kwa hiyo sisi kama vijana, ambacho tunatakiwa kufanya sasa hivi ni kuchukua neno la Kristo tuliweke kwa wingi kabisa ndani yetu, ili kwamba tupate kupata mafanikio. Bila kuweka neno la Kristo kwa wingi ndani yetu, mafanikio yapo ndani yetu. Kwa hiyo tumekuja kuona kipengele cha kwanza au hali ya kwanza ambayo kijana anatakiwa awe nayo ni kwenda kuweka neno la Kristo kwa wingi ndani yake. Ukiweka neno la Kristo kwa wingi ndani yako, na maana una uzima wa milele. Unakuja kuangalia kipengele cha tatu au tuseme kipengele cha pili, nakuja kusema kwamba hekima. Kijana kama kijana anatakiwa uwe na hekima katika maisha yako. Usipokuwa na hekima, maisha yako ni bure, si kitu. Alafu tunazungumzia hekima toka mbingu, sio hekima ya mwanadamu au hekima ya kibinadamu. Tunazungumzia kuhusiana na hekima toka mbingu. Cha kwanza kuja kuangalia kijana kama kijana, ukiwa na hekima lazima watu ambao wanakuzunguka watakuwa na hekima pia, kwa sababu wewe umekuwa na hekima. Ndio maana Yesu Kristo alisema kwamba sisi ni chumvi ya ulimwengu. Pia sisi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo sisi kama nuru, popote ambao utakapokuwa, tusipokuwa na hekima, lazima ile sehemu itavurugike au sehemu itakuwa na hekima pia, kwa sababu sisi vijana hatuoneshe hekima sehemu ile. Kwa hiyo hekima kabisa inahitajika katika maisha yetu sema vijana, ili kwamba tupate kupata yale makusudi ambayo Mungu amekusudia. Tunakuja kuangalia jambo la tatu, tunakuja kuangalia tabia bora. Kijana kama kijana anatakiwa awe na tabia bora. Kwa hiyo tabia yako ikiwa ni bora zaidi, wewe kama kijana utakuwa na mafunzo au utakuwa na mafundisho ya kufundisha vijana wenzako ambao wanakuzunguka kukopi tabia yako. Ina maana tabia yako lazima watu ambao wanakuzunguka wataikopi. Hakuna mtu ambaye anakuzungumzia vibaya, hakuna mtu ambaye anawaza labda mabaya ndani yako. Sasa kijana kama kijana, ukiwa na taarifa mbaya, sijui za uwezi, taarifa tofauti ambazo hazimpendezi Mungu, hizo hapo ni tabia mbaya. Sasa mimi nazungumzia tabia bora. Ina maana unajitahidi, kila mtu akikuona anasema hapa kuna kijana wa taifa ambaye atabeba taifa hapo mbeleni katika Kristo. Yote yule ambaye atakuona lazima atasema kwamba huyu kijana ana tabia bora. Kwa hiyo unakuwa na hali ambayo inampendeza Kristo. Yote yule ambaye atakuona lazima awe na ushuhuda mzuri katika maisha yako. Lazima akushuhudie mambo mazuri. Sio unakuta kijana kama kijana unashuhudiwa mambo mabaya. Kijana kama kijana watu hawakuamini, ukipita sehemu sijui watu wanaishi pale wanakuwa na kushakia. Hiyo sio hali ya kijana kuishi nayo. Kwa hiyo Kristo ameleta ujumbe wa kusema kwamba kutaka kuongea na vijana siku ya leo, anataka wewe kijana ambaye umenisikia maadamu unapumua uweze kupata kile kitu ambacho Kristo amekusudia. Lakini natumaini ujumbe toka Bwana umeshakufikia wewe kama kijana. Kwa hiyo ni muda wako wa kutengeneza, wa kufanya matengenezo, uweze kutengeneza muda wako, uweze kukaa
kutengeneza maisha yako, ili kwamba Kristo akija akukute wewe uko salama. Uache kila kitu cha kidunia ambacho unakifanya, acha njia ambazo hazimpendezi Kristo, njia mbaya ambazo hazimpendezi Kristo, unatakiwa uziache, ili kwamba Kristo akija aje ajenge makao ndani yako. Kwa hiyo wewe kama kijana, nafikiri siku ya leo Roho Mtakatifu ameshakwenda kuzungumza na wewe vitu vingi sana. Ningeendelea lakini muda wetu hauturuhusu, lakini kwa siku ya leo tunaomba kwamba tuishie kwanza hapa. Kwa sababu gani? Tukiendelea basi Yesu Kristo mwenyewe ndo atatupatia tena ratiba au ramani ya kusema kwamba tuendelee. Lakini kwa siku ya leo alitaka kwamba uweze kupata hiki kidogo ili kwamba ukifanyie kazi. Ndugu mtumishi toka Winners Church amekwenda kutufunulia maono ambayo tulikuwa tuyatambui, tumekwenda kuyatambua. Na kwa kuwa tumeanza huduma makipindi na uwepo wa Mungu, tungemwomba mtumishi toka Winners Church afunge kipindi kwa maombi. Asante, tunafunga kipindi kwa maombi. Mtakatifu Yesu Kristo, Baba yote, Bwana tunasema asante kwa maana ujumbe wako umeshakwenda kuachilia Bwana kama jinsi ulivyokwenda kukusudia. Tunaomba Bwana kusema asante kwa maana utakwenda kufungua vijana wako sasa na makusudi yako. Asante Bwana kwa hatua yote ile, kwa maana tumeanza pamoja na Roho wako Mtakatifu, vile vile Bwana tunaenda kumaliza pamoja na Roho wako Mtakatifu. Endelea Bwana kutuonekania katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu mpenzi mtazamaji wa One Day Yes TV online, ni GKG Professional kwenye mic ya Gaskosei, nyuma kamera ni kwa Dr. Skinner zidi kuwakilisha. Na neno hili liwe kwangu na kwako pia. Na sina mengi ya ziada. Bye bye. One Day Yes TV online.